Alfajiri iliyofunikwa na moshi mzito wa vita na radi za milipuko, vikosi vya Islamic Revolutionary Guards Corps, yani IRGC, vilitangaza mwanzo wa awamu mpya wa mashambulizi makali yaliyopewa jina la athari mahususi, yakilenga moja kwa moja ngome na mifumo ya kimkakati ya Israeli pamoja na Marekani. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, operesheni hiyo ni sehemu ya hatua ya 57 ya operesheni kubwa inayojulikana kama Ahadi ya Kweli ya 4, mpango wa kijeshi unaoonekana kubeba uzito wa kulipiza kisasi na kuonesha nguvu ya taifa la Irani mbele ya ulimwengu. Katika kauli yenye sauti ya chuma na dhamira isiyoyumba, IRGC ilifafanua kuwa mashambulizi hayo yalianza kwa kutumia mifumo ya kisasa yenye uwezo wa kulenga shabaha kwa usahihi wa hali ya juu, makombora mazito yenye vichwa vingi vya vita yakichanganya teknolojia ya mafuta ya kiowevu na imara ya rirusha, pamoja na makundi ya ndege zisizo na rubani, yaani drones, zenye nguvu ya uharibifu mkubwa. Hii haikuwa shambulio la kawaida, bali ni operesheni iliyopangwa kwa ustadi, ikilenga si tu miundombinu ya kijeshi, bali pia ubongo wa teknolojia unaolisha vita vya kisasa. Kwa upande wake, jeshi la Irani lilitangaza kuwa limeendeleza mashambulizi dhidi ya vituo nyeti vinavyodaiwa kusaidia mashambulizi ya Israeli, ikiwemo vituo vya teknolojia ya hali ya juu, mitandao ya vita vya mtandao, yani cyber warfare, na viwanda vya silaha vinavyohusishwa na kampuni ya Rafael Advanced Defense Systems. Kampuni hiyo, kwa mujibu wa taarifa hiyo, ndiyo injini ya kubuni mifumo ya kisasa ya ulinzi na mashambulizi, ikiwemo mifumo maarufu kama Iron Dome na Iron Beam, ngao za chuma zinazolinda anga la Israeli dhidi ya makombora. Lakini sasa, kwa mara ya kwanza katika mzunguko huu wa vita, vituo vinavyodaiwa kuendesha akili bandia, yaani AI, na programu za kijeshi za masafa marefu vimegeuka kuwa malengo halali ya mashambulizi, kwani chanzo cha hasira hii kali kinarejeshwa hadi mwishoni mwa Februari, pale vikosi vya Marekani na Israeli vilipolipotiwa kushambulia zaidi ya malengo 30 ndani ya mji mkuu wa Teherani. Katika shambulio hilo lililoitikisa dunia, kiongozi mkuu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Ali Khamenei aliuawa pamoja na maafisa kadhaa waandamizi wa kijeshi, tukio lililowasha moto wa kisasi ambao sasa unaonekana kuwa kwa nguvu isiyozuilika, huku tangu wakati huo Irani imekuwa ikijibu kwa kasi na ukali, ikirusha makombora na ndege zisizo na rubani kuelekea maeneo yanayodhibitiwa na Israeli pamoja na kambi za kijeshi za Marekani katika ukanda mzima. Taarifa kutoka Wizara ya Ulinzi ya Irani zinadai kuwa mamia ya wanajeshi wa Marekani, takribani 600, wameuawa au kujeruhiwa tangu mwanzo wa mashambulizi hayo, madai ambayo yanaongeza uzito wa mgogoro huu unaozidi kupanuka. Maafisa wa Irani wamesisitiza kuwa mashambulizi dhidi ya vituo vya Marekani ni hatua halali ya kujilinda, wakinukuu moja kwa moja kifungu cha 51 cha mkataba wa United Nations kinachoruhusu mataifa kujilinda dhidi ya uvamizi wa kijeshi. Lakini huku kila upande ukidai haki na uhalali, ukweli unabaki kuwa anga la Mashariki ya Kati sasa limejaa harufu ya vita kubwa, vita ambavyo inaweza kubadili mizani ya nguvu duniani kwa kizazi kizima. Je, huu ni mwanzo wa sura mpya ya vita vya teknolojia ya juu ambapo akili bandia na makombora ya kisasa vinachora ramani ya ushindi? Au ni ishara ya kuingia kwa dunia katika enzi ya mapambano yasiyo na mipaka, ambapo kila shambulio ni jibu na kila jibu ni mwaliko wa vita kubwa zaidi? Katika kivuli cha moshi, milio ya sirena na anga linalong'aa kwa milipuko ya moto, historia inaandikwa upya na dunia inatazama. Endelea kufuatilia Shehena Media kwa habari za uhakika.